marehemu ana akaniachia watoto wa 4 ambao na huyu Michael ndo wa mwisho. Jamani, nini kilimpelekea Michael akaenda kulala kwenye kaburi la mama yake? Ilikuwa siku ya Jumamosi jioni, alikuja kaka yake nao hapa nyumbani, akaniambia mama mkubwa, mimi nimemkumbuka mama yangu. Nikamwambia sawa, umemkumbuka mama yako, mimi mama yako mwanangu. Akaniambia ila inabidi muandae Michael naenda kufagilia kaburi la mama. Nikamwambia sawa. Akamchukua mdogo wake, nikalala asubuhi, akamwandaa mdogo wake, wadogo zake ni 2, wa kike na wa kiume, akawaandaa akaenda kule kweli yule mtoto yani kama mwenyewe sielewe ni nini kilimletea alali kwenye kaburi la mama yake. Akaingia pale kwenye kaburi la mama yake, kalala, kuna mtu wa pembeni ambao alimgusa alipolala vile, ndo akampiga picha ndo ndo hivyo. Na aliyempiga picha ni nani? Hello? Nasema aliyempiga picha ni nani yao? Aliyempiga picha ni yani pale makaburini alipokuwa anafagilia kaburi la mama yao, yule mtoto alikuwa amelala, ni mtu tu alikuwa pembeni pale na wao walikuwa wanafagilia makaburi yao, na yeye jinsi yule mtoto kalivolala pale na yeye aliumia moyo wake, alimgusa na akaamua ampige picha. I see. Ni pengo kubwa sana mamangu, mdogo wangu alioniachia. Ni pengo kubwa, sidhani kama nitakuja kusahau kwenye maisha yangu. Ni kubwa sana kwa sababu hata kimfano yani mara mia hata ningemuunguza, ningesema nimemuunguza mdogo wangu. Alianguka tu ghafla, anafua, ananika nguo za mwanae, akaanguka chini, nikambeba kumpeleka hospitali ya Shamba Kawe, akapoteza maisha. Ikawa sina jinsi nitapokea matokeo. Jamani, usili. Pole sana. Pole sana. Amepoa mamangu. Kwa Mungu. Mungu kampenda zaidi. Labda kabla hajapatwa na umauti, hakuna neno lolote ambalo alikuachia? Hamna neno lolote aliniachia. Labda kuna siku moja tu alikuja hapa. Akafika hapa nyumbani, akakutana na mwanae ambao ni mwanangu mimi, anaitwa Rehema, mdogo tu miaka 5 sasa hivi. Akaniambia dada, mwanao huyu hapa, mwanao jeuri nitampiga. Akaambia mpige tu, tunaongea ni kama masiala, mpige tu. Akaambia mimi simpigi. Wewe hao watoto wako utapambana nao mwenyewe, na mimi nitakuachia hao watoto upambane nao. Nakuachia wanao upambane nao. Akaambia sawa. Ukiniachia Mungu mwenyewe atakuwa amepanga. Na kwa nini naongea hivyo? Akaambia utajua mwenyewe. Basi ni hilo tu, hamna lingine alioniachia mdogo wangu. Changamoto zipo mimi hapa nilipo, ni mama tu wa nyumbani, sina biashara. Mwanzoni kabla mdogo wangu alifariki nilikuwa nafanya biashara, nauza samaki, naenda kunduchi, nachukua vidagaa, mchele na kaanga nauza. Lakini baada ya kufariki mdogo wangu sifanyi biashara yote, nipo tu hapa nyumbani kwa sababu mimi mwenyewe na mtoto wa miaka 2 kama huyo uliomuona huyo Michael. Ndio. Kwa hiyo yani hapa nalea mapacha. Kwa hiyo mwenyewe kwanza ni uwezo wangu ni mdogo. Kwa hiyo tangu alifariki mdogo wangu sina biashara yote, nipo tu nyumbani hapa. Nikipata haya ishara Mungu, nikikosa sawa, basi maisha yanaenda mamangu. Ila na hapa wenyewe napokaa nipo site kwa watu. Kuna tu mama alinikaribisha hapa, nalipa kodi ya 20,000. Lakini huyu mama baada ya kunikuta hili tatizo akaniambia watoto wengi, watoto wako wanafanya ovyo sijui nini, akanifukuza. Kwa hiyo yani nipo tu hapa njia panda, sijui naelekea wapi wala sijui nafanya nini, nipo. Siku chache zilizopita MyTV tulirusha picha ya mtoto Michael aliyeamua kwenda kulala kwenye kaburi la mama yake bila uoga wowote, akiamini amelala na mama yake, na kaka zake waliamini mtoto huyo akilala ni kwamba anakuwa amelala na mama yake. Mwenyezi Mungu atupe maisha marefu tuweze kulea watoto wetu. Jamani, kama mlivyosikia, leo tumemsikia mlezi wake, mama yake mkubwa,
dada wa mama yake ambaye anawalea na kuishi nao siku zote. Mama mkubwa amezungumza mengi, lakini yote kwa yote ameomba sadaka zetu. Wacha mimi nitakuwa wa kwanza, lakini wengine nyote tuliowasiliana DM, jamani, tumsapoti mama huyu, tumsapoti mama mkubwa wa Michael, tumsapoti dada yake Ana, kwa sababu yeye ndo kapewa jukumu la kulea watoto wa marehemu Ana. Marehemu Ana ameacha watoto 4. Huyu Michael alienda kulala kwenye kaburi ni wa mwisho.